זה היציאה די. וואי, זה נראה כמו זיקוקים. Msalaba Mwekundu wa Iran ulitoa taarifa Jumapili Machi tarehe 8 ukithibitisha kwamba nyumba zaidi ya 9669 za raia zimeharibiwa tangu Marekani na Israeli zianze shambulio la pamoja dhidi ya Iran Februari 28. Takwimu hizo zinajumuisha nyumba 7,900 za makazi na majengo 1,600 za biashara, ikimaanisha vyumba na maisha ya watu yametelekezwa pamoja na majengo ya kijeshi yaliyojaribiwa kufikiwa. Kiwango hicho cha uharibifu si cha kawaida, kinaelezea jinsi vita hivi vinavyokuwa kwenye ardhi ndani ya miji ambayo mamia ya maelfu ya watu wa kawaida bado wanaishi. Msalaba Mwekundu wa Iran pia ulihakikisha kwamba vituo 32 vya afya na matibabu zimeharibiwa. Zaidi ya hayo, shule 65 na taasisi za kielimu zimepata mashambulio. Vituo 13 vya Msalaba Mwekundu vimepata mashambulio pamoja na magari 15 yanayofanya kazi ya dharura na ambulensi 13 ya shirika hilo. Wafanyakazi 11 wa afya waliouawa kwenye mashambulizi hayo, huku wengine 33 wakijeruhiwa vibaya. Takwimu hizo ni muhimu kwa sababu zinaonyesha uharibifu katika maeneo ambayo sheria za kimataifa zinaweka kuwa salama: hospitali, shule na miundombinu ya kibinadamu, si majengo halali ya kijeshi. Gharama kubwa ya kibinadamu kote Iran imekuwa ya kutisha. Idadi ya waliokufa kutokana na mashambulizi ya Marekani na Israeli imefika watu 1,332 kulingana na shirika la habari la semi rasmi la Tasmin. Zaidi ya 1,200 kati ya waliokufa ni pamoja na kiongozi mkuu Ali Khamenei na maafisa wakuu wa kijeshi. Shambulizi la ufunguzi Februari 28 liliwalenga jengo la Leadership House na mashambulio yaliyoifuata yalilenga jengo la IRGC Malik Ashtar nchini Tehran, makao makuu ya redio na televisheni ya serikali, na inaripotiwa jengo la bunge la Iran. Kila shambulio kati ya haya lilipita mipaka ya miundo mbingu ya kijeshi na kufika kwenye majengo ya alama ya serikali ya Iran. Tukio la kifo kikubwa zaidi hadi sasa lilihusishwa shule ya wasichana. Tukio hilo lilitokea katika mji wa Minab, kusini mashariki mwa Iran, ambapo shambulio la shule ya msingi ya wasichana liliua takriban watoto 180, kulingana na mkuu wa mawasiliano ya umma wa Wizara ya Afya ya Iran. Ushahidi uliokusanywa na kituo kikuu cha habari cha kimataifa ulionyesha kwamba jeshi la Marekani ndilo lililohusika kwa mashambulizi hilo na kwamba kufanya tukio hilo kuwa la kifo kikubwa zaidi cha raia katika vita vyote. Jeshi la Israel liliwaambia waandishi wa habari kwamba alikokuwa na taarifa ya vikosi vyake vikiwa katika eneo lililopigwa shambulio la shule. Shirika la haki za binadamu la Human Rights Watch liliandika uchunguzi wa uhalifu wa kivita kuhusu shambulio hilo. Balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa alihutubia Baraza la Usalama la UN moja kwa moja kuhusu suala hili. Balozi wa Iran alisema kwamba Marekani na Israeli
kupiga bomu katika maeneo ya raia ndani ya nchi, na alielezea matendo haya kama uhalifu wa kivita wazi na uhalifu dhidi ya binadamu. Taarifa hiyo iliweka hoja ya madhara ya raia mbele ya taasisi yenye nguvu zaidi ya maamuzi ya kimataifa, hatua yenye uzito wa kidiplomasia hata wakati wa operesheni za kijeshi zinazoendelea. Kuelewa jinsi vita hivi vilivyoanza, ni lazima turudi nyuma hadi wiki chache kabla ya mabomu ya kwanza kuvutwa. Mashambulio hayo yaliandamana na kushindwa na mazungumzo ya kidiplomasia kati ya Marekani na Iran kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran mapema Februari mwaka 2026. Mazungumzo hayo yamefuata baada ya Uingereza, Ujerumani na Ufaransa kuanzisha tena vikwazo vya papo hapo dhidi ya Iran chini ya makubaliano ya nyuklia ya 2015 mwezi Oktoba mwaka 2025. Katika mazungumzo ya Februari mwaka 2026 yaliyofanyika Geneva, Washington iliangazia Iran ipunguze vituo vyake vikuu vya nyuklia na kupeleka hifadhi vya uranium iliyobadilishwa kiwango. Iran ilikataa masharti hayo kabisa, ikikataa kuacha utengenezaji wa uranium au kukubali vikwazo vya kudumu kwenye mpango wake. Siku mbili baada ya mazungumzo hayo kushindwa, operesheni Epic Fury ilizinduliwa. Mashambulio yalitokea wakati serikali ya Iran ilipoonekana kuwa dhaifu zaidi kwa muda wa miaka kadhaa. Kulikuwa na maandamano makubwa mapema mwaka 2026 yakiwa yametokana na uchumi dhaifu na miundo mbinu iliyoathirika. Maandamano hayo yaliwashughulikia kwa nguvu mkubwa, na baadhi ya maandamano ya wanafunzi yalirudi mwishoni mwa Februari. Wengi wa washiriki wa kikanda wa Iran pia walikuwa wameathirika sana, hasa kutokana na operesheni ya kijeshi ya Israel kuanzia mwaka 2023. Uamuzi wa Washington wa kushambulia kulitokea wakati ambao wachambuzi walieleza kama fursa ya kimataifa ya udhaifu wa Iran. Jeshi la Marekani liliripoti kushambulia zaidi ya majengo 3,000 nchini Iran na kuharibu meli zaidi ya 43 za kivita za Iran tangu Februari 28. Rais Donald Trump aliwaambia waandishi wa habari kwamba Iran imeondolewa kwa ufasihi na jeshi la bahari, ndege na mfumo wa angani na rada kufuatia wimbi la mashambulizi ya mwanzo. Taasisi ya utafiti wa vita iliangalia kuwa operesheni ya kijeshi zililenga malengo matatu: kuzuia kinga za anga za Iran, kupunguza uwezo wa Iran kulipiza kisasi, na kufuruga mawasiliano ya amri ya Iran. Iran haikukubali mashambulizi hayo bila kuchukua hatua. Kikosi cha Islamic Revolution Guard Corps kilitangaza kuwa kimefanya mashambulizi dhidi ya angalau vituo 27 vya Marekani vilivyo kwenye Mashariki ya Kati, vituo hivyo vikiwa Bahrain, Qatar, Kuwait, Iraq, Jordan na UAE. Waziri wa mambo za nje wa Iran alifafanua kwamba Tehran inaonekana vituo vya kijeshi vya Marekani katika nchi za Cuba kama malengo halali, njia iliyoelezwa ili kuhalalisha mashambulio dhidi ya miundo msingi katika nchi ambazo hazijahusika moja kwa moja na vita. Iran pia ilitangaza kufungwa kwa mto wa Hormuz, moja ya njia muhimu zaidi za baharini na kwa usafirishaji wa mafuta duniani.
Rais wa Marekani Donald Trump alijibu kwa kudai Iran ilijibu kwamba Iran ijisalimishe bila masharti yeyote, akisema kuwa hakuna mkataba utakaokubaliwa bila hilo. Afisa mkuu wa usalama wa taifa la Iran, Ali Rajnani, alikataa uwezekano wowote wa mazungumzo, akisema wazi kuwa Iran haitaridhiana na Marekani. Aliyachambua matendo ya Donald Trump kama kubadilisha kauli mbiu ya American First kuwa jambo linaloathiri wanajeshi wa Marekani kwa masilahi ya kistratejia ya Israel. Msemaji wa wizara wa mambo za nje wa Iran, akizungumza na vyombo vya habari vya kimataifa, alielezea vita hivyo kama vita visivyo na haki visivyowezekana taifa la Iran, na kuacha Tehran bila chaguo zaidi la kuendelesha kupingana. Mnamo Machi 7, rais wa Iran Masoud Pezeshkian aliomba msamaha kwa mashambulio dhidi ya nchi jirani, akayatambulisha kama matokeo ya mawasiliano mabaya ndani ya ngazi la jeshi la Iran, na kusema kwamba nchi hizo hazijatambuliwa tena isipokuwa mashambulizi ya Marekani yatumike kutoka katika ardhi yao. Taarifa hiyo ilionyesha ishara ya kidiplomasia, Iran ikitenga vita vyake na Marekani, Israeli na uhusiano wake na majirani ya Kuba walioathirika. Matokeo ya kanda kutokana na kampeni ya kulipiza kisasi ya Iran yamekuwa mabaya. Iran ilizindua mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya Abu Dhabi na Dubai na kusababisha uharibifu mkubwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dubai na uwanja wa ndege wa kimataifa ya Said, huku abiria zaidi ya 20,000 wakiathirika kutokana na kufuatwa kwa ndege. Bahrain ilishuhudia mashambulio kadhaa katika makao makuu ya jeshi la 5 la Marekani